Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Katika matakwa ya imani ya kuamini qadari ni kuamini kwamba kila kitu kilikwisha kuandikwa zamani, kama ilivyokuja katika hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallama, inna Allaha kataba maqadira al-khalqi qabla an yakhluqa samawati wal ardi bi 50,000 sana. Mwenyezi Mungu azza wa jalla aliandika makadirio ya vitu kabla hajaumba mbingu na ardhi kwa miaka 50,000. Na maandishi hayo yanakuja yanakaririwa tena, yanaandikwa tena katika faili maalumu pale ambapo mwanadamu anapuliziwa roho katika tumbo la mama yake. Malaika anaamrishwa aandike kwa kudra ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala umri wake, riziki yake, amali atakayofanya, ni mwema au muovu. Wanadamu wamekuwa wakidauti kwenye nukta hii. Kwa nini haya yaandikwe kabla ya mambo haya kutokea? Tunasema kama ambavyo sio makosa, yani watu kuyajua matukio, nazungumzia kwa upande wa binadamu, kama ambavyo mnaona sio makosa na ni jambo sahihi wanadamu kulijua tukio baada ya kutokea, kuna hilo sio kosa, na kujua kwao hakuna mchango wowote, hakuna tuhuma yoyote. Kama ni tukio baya, hawatuhumiwi kwa nini wamelijua hilo tukio baya. Wamelijua kwa sababu limetokea, na kadhalika hawatuhumiwi kwamba wamesababisha kwa namna yoyote kwa kule kujua kwao. Walillahi almathalul a'la, Allah subhanahu wa ta'ala mfano wake ni wa juu. Kadhalika sio ajabu Mwenyezi Mungu jalla waala, kwa upande wa Allah sasa, sio ajabu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kuyajua matukio kabla hayajawa. Kwani wewe ulitaka awe Mungu wako hajui mambo kabla hayajawa? Anashitukizwa, yakitokea ndio anashitukizwa, anasema kumbe iko hivi namna hii, kumbe ilikuwa inakuja kuwa namna hii bwana. Mwenyezi Mungu azza wa jalla sio wa hivyo. Hiyo ingekuwa ni mapungufu katika elimu yake na katika kudra yake na katika control kwake ulimwengu. Kwa Mwenyezi Mungu jalla wala, rabbuna bikulli shay'in alim, Mola wetu ni mjuzi wa kila jambo. Kwa hivyo kama ambavyo nyinyi mnayajua matukio baada ya kutokea, yeye anajua kabla hayajatokea zaidi ya vile mnavyojua nyinyi baada ya kutokea. Na kile kilichoandikwa ni kile kilichojulikanwa, kwa sababu subhanahu wa ta'ala amejua kila kitu kabla hakijatokea. Kile alichokijua ndicho kilichoandikwa. Kwa hivyo maandishi yameandika kilichojulikanwa. Kwa hivyo kilichojulikanwa na maandishi ni kitu kile kile, na sisi wote tunakubaliana kwamba Mwenyezi Mungu azza wa jalla ni muweza wa kila jambo. Kwa hivyo mushkeli uko wapi? Nukta ya mwisho ni kwamba watu wa hali ya hewa, kwa mfano wa viumbe mdogo, watu wa hali ya hewa kwa mfano, kwa vipimo vyao wanaweza wakajua kwamba mwaka huu mvua itakuwa ni kubwa au ndogo, ina madhara ama haina madhara. Nasema wanaweza wakajua kwa sababu wakati mwingine huwa wanakosea, yani ule utabiri wao ama vipimo vyao vinakosea. Wakijua alafu wakawa wamepatia kwamba mvua zitanyesha, mvua zenye madhara, zitakuwa zina upepo, zitakuwa kuna vimbunga vitakavyoezua mapaa ya nyumba za watu, alafu ikatokea hivyo kweli, kwani wanalaumiwa kwa kule kujua kwao? Kwani wamehusika na ule ubaya ambao umetokea kwa sababu walijua na wakaandika na wakatoa ripoti? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemjua mwema kuwa atakuwa mwema, akamwandika kwamba huyu ni mwema. Alimjua mbaya kwamba atakuwa mbaya, akamwandika kwamba huyu ni mbaya. Kwa hivyo katika vipengele vya qadari ni kuamini kwamba Allah alijua kila kitu na aliandika kila kitu, na hicho ndicho ambacho mwanadamu
anaandikiwa pale mimba yake inapotunga katika 40 ya 4. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie ni kusikiliza maneno na kufuata yaliyo mazuri yake. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.